ndipo nimefika. Nishukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu haya na uongozi huu wa nyumba hii, kwa kuruhusu nikaweza kusimama na kunena kile Mungu amenipa nikaweze kunena na maisha ya mtu. Ninaamini kuna njia ya mtu inafunguliwa. Ninaamini kuna mawazo ya mtu inabadilishwa, kwa sababu wanaokaa ndani ya Mungu ni lazima watabadilika wafanane na yeye. Kwa hivyo ninaamini pia tabia zao ni lazima zifanane na neno la Mungu, kwa sababu ndio ambaye linatuguide katika maisha yetu, ndio ambaye linatupa njia na mwelekeo katika maisha yetu. Nataka twende moja kwa moja katika maandiko, katika Matendo ya Mitume 8 mstari ule wa 30. Fungu la maandiko waliokuwa akisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, kama vile mwanakondoo alivyokimya mbele yake amkatae manyoya, hivyo hivyo yeye naye afunue kinywa chake. Amen. Bwana abariki neno lake. Tumesoma maandiko katika ile kitabu ya Matendo ya Mitume, watu ambaye waliyefanya kazi ya Mungu pasipo kuangalia ni nini ambao kimewazunguka. Wao walifanya kazi kwa sababu walijua wamepewa kazi ya kufanya. Kwa hivyo hawakutaka kujua ni nini ambayo kinawasumbua, bali walijua master aliwapatia kazi, aliwapatia uwezo na mamlaka ya kufanya hizo kazi waliokuwa wanafanya. Mahali ambapo tumesoma ni wakati kanisa imeingia dhiki na kumeingia vita, ya kwamba watu wa Mungu hawataki kuonekana. Watu wa Mungu wamekuwa katika hali ya mbio kila saa, kwa sababu Sauli ameamua kumaliza kanisa na kumaliza watu wa kanisa. Lakini maandiko inasema ya kwamba wakati Stefano alipouliwa, wao wakaendelea na safari. Hata kama Stefano ameuliwa, wao wakasema ya kwamba ni sawa, imehappen, lakini kazi tuliyopewa ni lazima tukaweze kuikamilisha hata kama kuna upinzani. Kwa hivyo wakaendelea kuhubiri habari njema. Maandiko inasema wakateremka Samaria na wakaendelea kuhubiri injili wakiwa na nguvu za Mungu na wakiwa na uwezo ambaye walipewa na Mwenyezi Mungu, ya kwamba injili ni lazima ipenye. Kwa hivyo hawakuona kuuliwa kwa Stefano, bali waliona si Stefano ndiye aliyefanya injili ipenye zaidi. Kwa hivyo wao walikuwa, maandiko inasema ya kwamba wakakutana wakiwa na nia moja, ya kwamba mwili wa Kristo ni lazima uhubiriwe na ni lazima injili ya Mungu isimame. Hata kama njia imekuwa ni kama haiko, lakini hatutaweza kusimamishwa, kwa sababu Sauli amesema kanisa hazitaendelea. Kile ambacho tunapoangalia ni nani tunayeenda naye na ni habari za nani tunayehubiri, kwa sababu tunayehubiri ameshinda mauti. Kwa hivyo haina budi kuhubiri, kwa sababu hakuna jambo ambayo litaweza kupinga ama litaweza kuzuia tukaweze kusonga.
Maandiko inasema wakatembea wakahubiri Samaria, na watu wengi wakapokea Yesu, watu wengi wakaokoka, watu wengi wakafunguliwa. Maandiko inasema na hata viwete wakaweza kutembea, kwa sababu walitembea kwa nia moja ya kwamba hatufanyii mwanadamu kazi, hatufanyii mchungaji kazi, bali tunafanyia Mungu aliyetuita, Mungu aliyetuokoa. Huyo ndiye tunayetembea na yeye. Kwa hivyo hakuna chochote kitakachoweza kutuzuia. Watu wakapokea neno la Mungu, nayo Samaria ikabadilishwa na wimbo ukabadilika. Wote wakaanza kusema, ni kweli alitufia sisi msalabani ili tukaweze kupata uzima. Kwa hivyo wimbo waliokuwa nao ukabadilika, na wakajua kunaye anayeokoa, kunaye anayefungua, kunaye ambaye anayebadilisha maisha. Kutembea pasipo kuangalia. Vile utakavyoweka Mungu kwako, hivyo ndivyo Mungu atakavyotenda kazi kwako, kwa sababu wao waliweka Mungu aliyeshinda mauti, Mungu aliyefufuka kutoka kwa wafu. Huyo ndiye waliyemweka ndani. Kwa hivyo wakienda Samaria, hawaendi na ile roho ya kwamba Stephen ameuliwa. Wanaenda wakijua tunaye ambaye aliye zaidi ya Stephen kuuliwa. Mnaweza mkaanza safari, lakini wengine wakakosa kuendelea. Hao wasifanye safari yako ikakosa kuendelea. Inawezekana Mungu aliyotembea naye sio ule Mungu unayetembea naye, kwa sababu ni lazima tuwe na Mungu mkuu ndani yetu. Ni lazima tukubali Mungu tunayetembea naye ni Mungu asiyeshindwa, ili tukaweze kufaulu na kufanikiwa kule tunakoenda. Kwa sababu maandiko inasema sisi ni taa, sisi ni nyota ambaye tunastahili kumulikia wengi, ili wakaone nuru wakiwa gizani na wakatamani kuingia katika mwangaza. Wakati wa mitume walipokuwa wakihubiri Injili, maandiko inasema waliwekwa katika magereza, na waliwekwa ili wewe uliye kwa gereza leo ujue ya kwamba kuna Mungu ambaye anatoa watu waliofungwa katika seli za ndani na kufanya na wawe ushuhuda katika mataifa. Mambo mengi yaliyotendeka kwao, ili leo hii tukaweze kujifundisha kutoka kwao, ili leo tukaweze kuiga kwao. Kwa maana Mungu alijua kuna vizazi vinavyokuja zitakuwa hazisikii, zitakuwa hazielewi, na diposa wakapitia mambo mazito, ili wewe unapopitia katika dhiki unamuona Stefano, unawaona mitume jinsi walivyoshinda. Ni kuambia kwamba hakuna Mungu ambaye ni old school. Mungu aliyetembea na mitume, Mungu aliyetembea na akina Filipo, maandiko inasema Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Yeye hatabadilika. Lakini ukiangalia jinsi walivyofanya, jinsi walivyotembea ni tofauti na vile tunavyotembea leo, kwa sababu tumelimit ule Mungu tunayemtumikia. Ni kwa sababu tumeona ya kwamba Mungu tunayemtumikia kama siye ule aliyekuwa na mitume, kama siye ule aliyekuwa na Filipo. Lakini ukichukua ule Mungu aliyekuwa na Filipo, uelewe ya kwamba hata leo hii mambo aliyotenda kwao yeye anayatenda na hata leo. Hautaweza kufujika moyo katika safari.
hautaweza kuchoka katika safari. Kwa maana wakati ambapo unapoenda katika hali ya uchovu, ina maana ule Mungu ambaye umembeba bado unakuwa na doubt na yeye ya kwamba haitawezekana. But ninataka tuishi ya kwamba yote yanawezekana. Yote Mungu amesema inawezekana. Huo mlima ambapo uliambiwa hauwezi ukaumaliza, nataka nikuambia kwamba Mungu aliyekuwa na mitume, Mungu aliyewatembelea katika dhiki zao, huyo ndiye Mungu atakaye kutembelea katika dhiki unazozipitia. Usiangalie dhiki unaoziona, angalia Mungu aliyekuokoa kutoka kule ulipokuwa, kwa maana yeye ako na uwezo kuliko yale tunayoyapitia. Ni lazima tutengeneze, tujenge Mungu, kwa maana Mungu tunayemtumikia ni Mungu asiyeshindwa. Lakini tunaangalia, tunaona hili ni ngumu kwangu, halitawezekana. Linaweza kukosa kuwezekana ikiwa ni wewe utalikabili kama mwanadamu. Lakini ukiliconnect na ule aliyekuita, ukiliconnect na huyu Jesus, umweke hapo, umwambie hili ni ngumu, lakini sitaliweza, lakini najua wewe unaliweza. Tujiconnect na huyo Mungu mwenye uwezo. Tujiconnect na huyo Mungu aliyeachilia nguvu za viwete kutembea. Tujiconnect na huyo Mungu aliyebadilisha ulimwengu, kwa maana maandiko inasema ya kwamba atakayeamini ya kwamba huyo Mungu hayuko mbali tena, mbali anakuwa ndani yetu. Na kama yuko ndani yetu, kushindwa kwetu ni historia. Mungu ametuleta katika nyumba ya Mungu, ametuleta katika madhabahu yake, na ninaamini kila mmoja aliyeletwa kwa nyumba ya Mungu aliletwa kukiwa na sababu, na sababu ni moja, kumtumikia Mungu na kutangaza habari za Mungu. Inawezekana usitangaze Mungu kupitia kwa kipaza sauti, lakini tabia zetu, matendo yetu inaweza ikatangaza ule Mungu aliye ndani yetu, kwa sababu mataifa wanatuangalia tulio ndani ili wakaweze kuiga kutoka kwetu. Mwambie mwenzako, ni sisi tutakaowabadilisha, kwa sababu ni lazima tuondoe zile dhana ambazo sio za kumtukuza Mungu kwetu. Ni lazima tuondoe marubano katika maisha yetu ili injili ikaweze kupenya kule haijafika, kwa sababu ninaamini ya kwamba bado injili haijaenda, inakungoja wewe. Kwa maana anasema atarudi baada ya injili kupenya mahali popote, na ikiwa hajarudi, ina maana injili bado hata hapo nyuma ya kwako haijafika. Wengine tabia zetu hazijasema ya kwamba Yesu anaokoa, kwa sababu wanaangalia, wakitazama, wanakosa huyo Mungu ambaye unawaeleza habari zake. Kwa hivyo ni lazima aonekane kwetu, ni lazima kwetu tuwe ni mfano, ili wao wakaweze kusongea ndani na ili tukaweze kuwabadilisha, kwa maana ulimwengu unatulilia. Mahali ambapo tumesoma ni baada ya Filipo kutoka Samaria, wakasongeza injili zaidi, kwa maana kupitia kwao ndipo injili ilikufikia wewe. Kwa maana
kama si Stefano kuuliwa, ina maana wangekaa Yerusalemu, lakini baada yake kuuliwa wakatawanyika ili injili ikaweze kukufikia wewe. Kuna mambo inaweza fanyika katika maisha ili ukaweze kuonyesha ule Mungu unayemtumikia, kwa sababu Samaria ilipokea injili baada ya dhiki kutokea. Hapo ndipo mitume walikaa na wakasema, hatuwezi tukakaa mahali hapa, wacha tusonge tukasongeze injili ili ikafikie ule mtu wa Koneno Mombasa. Miamba iliyofanya kazi, miamba ambaye haikuwa na roho ya kuangalia nyuma, roho ya kulalamika haikuwa ndani yao, roho ya kunungunika haikuwa ndani yao. Every time walisema limetendeka is okay, but Mungu tunayemtumikia ni lazima atajidhihirisha kwa hili, ni lazima atajionyesha kwa hili. Kuna mambo ambaye itaonekana kwako, sio kwamba uliyajua itakuwa, lakini kwa sababu ya mishale wanaotupa kwako, ndiyo itasababisha Mungu aonekane kwako. Mara nyingine wacha wainuke ili waone kile Mungu ametengeneza kwako, ili waelewe ule Mungu aliye ndani yako. Maandiko inasema Filipo akitembea akakutana na mtu alikuwa anasoma chuo cha nabii Isaya. Naye maandiko inasema ya kwamba alikuwa Muethiopia, ako na bidii ya kusoma, ako na bidii na kusoma kitabu, lakini hajaelewa ni nini ambacho kiko kwenye kitabu. Maandiko inasema ya kwamba Filipo akamuuliza, ni kweli una bidii, naona unasoma. Je, unaelewa hicho unachosoma ni nini? Maandiko inasema akamuuliza, nitaelewa vipi kama sijapata mtu wa kunielezea vile haya maandiko inamaanisha? Wengine tumebeba Mungu ndani yetu, wengine tumebeba Mungu, lakini bado hatujaelewa mambo anayestahili kufanya katika maisha yetu. Ni kweli tunatembea na uokovu, ni kweli tunatembea ya kwamba Yesu ni Bwana, lakini nataka nikuelezea asubuhi ya leo ya kwamba Yesu ni zaidi ya kile ambacho kinaonekana katika ulimwengu wa macho ya kawaida. Ni lazima ujue huyu Yesu anabadilisha, anainua, anabariki. Wale wako nje wanahitaji mtu aliyeko ndani, aliyeelewa jinsi Yesu anavyofanya kazi. Filipo alielewa ya kwamba tabia za Yesu aliyekuwa amebeba ni Yesu wa kubadilisha, na ni Yesu ambaye wa kutimiza maandiko. Kwa hivyo hata akitoka alikuwa anaelewa ni Yesu gani, maandiko inamaanisha nini, yale ambaye Muethiopia alikuwa anafanya. Naye akamwelezea, ni kweli umeyasoma, lakini ninaona bado haujaielewa. Wale watafafanuliwa neno na nane. Ikiwa sisi tulio ndani tumekatalia ndani, tumekatalia Yesu wetu awe ni wetu, ya kwamba Yesu wetu hatuwezi tukampeleka zaidi yetu. Lakini Filipo akamwambia, hayo maandiko unayesoma ama ulikuwa unasoma, hayo maandiko yametimia, ya kwamba wewe si mfungwa tena, ya kwamba wewe umebarikiwa, ya kwamba alikufa msalabani kwa sababu ya yale unayopitia. Naye akamuuliza, ni nini ambacho nitaendelea kungojea?
ikiwa wokovu umekwisha kufika? Ni nini kinaweza kikanizuia nikaweze kuitanishwa na yeye? Kwa sababu umekwisha kunieleza na mimi nimekwisha kuelewa ya kwamba tayari amekwisha kufa na kufufuka kwa sababu ya maisha yangu, na atakayeamini na kubatizwa atapata uzima. Ni nini kitakayenizuia? Kwa sababu sioni lolote. Ni nini kinakuzuia kutumikia Mungu? Habari zake umekwisha kuelezwa, neno lake umekwisha kulisoma. Ni wewe ukakae katika njia ya kumpendeza Mungu. Ni wewe ukakae njia ambaye itaweza kuwa taa na nuru katika maisha ya mtu. Injili ni lazima watu wasimame waseme alikufa kwa sababu ya maisha yetu. Ni lazima uko watu wajue ya kwamba sisi sio watu wa kurogwa ovyo ovyo, sio watu wa kuraniwa na kila mpita njia, kwa sababu aliye ndani yetu ni mkuu. Aliye ndani yetu ana uwezo. Alitembea na mitume wakamuona yeye mwenyewe. Alitembea na mitume, watu wakasema hakika huyu ndiye Mungu tulikuwa tunangojea. Alipoteremka Samaria, maandiko inasema akakutana na watu na walikuwa wameamini nguvu za Simeoni, ndizo nguvu za kimungu. Lakini huyo Simeoni alikuwa anafanya nguvu katika giza. Lakini kwa sababu hawakuwa wamekutana na real God, real power of God, walikuwa wameona zile ndizo nguvu za Mungu. Mara nyingine watu wanaangamia huko nje, sio kwamba ni kupenda kwao, lakini hawajaona kile wanastahili kuona kutoka kwetu. Kuna kitu mpaka waone kwetu ili njia zao zikaweze kubadilika. Maandiko inasema mitume waliposhuka kwao wakawaonyesha nguvu za kweli, wakawaonyesha ule Mungu wamebeba. Wakaulizana, na hizi za Filipo zimetoka wapi? Hizi ambazo nguvu hizi ndizo za Mungu wa kweli. Wakaulizana, ni kweli tulikaa na Simeoni ambaye alikuwa ni mchawi, na walidhania hizo ndizo nguvu za kweli. Lakini nguvu za kweli zilipokuja kwao, wakatamani Mungu aliyeleta hizo nguvu. Kuna mambo inafanyika kwetu, kuna mambo itafanyika katika maisha yetu. Sio kwamba tutashinda kung'ang'ana ya kwamba Yesu anaweza, but watasoma kutoka kwetu ya kwamba Yesu anaweza. Kwa maana huyo ndiye Mungu ambaye tunayemtafuta. Mungu ambaye anahubiri kwetu atakupitia kwa matendo. Ya kwamba kutoka huyu dada aingie kanisani, hakika tumeona ule Mungu ambaye anatumikia. Tumeona ule Mungu ambaye anatumikia. Aliingia akiwa hivi, lakini sasa tumeona Mungu. Kuna time inakuja hawataona zile shida walikuwa wanaona kwako. Kuna wakati unakuja hawatakuwa wanaona udhaifu wanaona kwako. Kila wakiangalia wanaona Mungu akiwa ndani yako.
kwa sababu anapoingia kwako ule udhaifu hauonekani tena. Anapoingia kwako yale majina waliokuita inafutika. Wanaweza kuwa wametengeneza majina yao, wametengeneza, but there is God. There is God. Kunaye Mungu anayebadilisha majina. Anasema, Jephthah, hutaitwa mtoto wa kahaba tena, bali wewe ndiye utakuwa mwokozi wa nyumba ya baba yako. Inawezekana, inawezekana kuwa mtu ambaye atakayefanya Mungu wake awe ni kioo. Kubali Mungu akufinyange kule unastahili kufinywa, ili ukaweze kutoshea katika ile njia anataka ukaweze kupitia. Lakini tumekuwa hatutaki kufinywa kwa sababu I don't know. Maandiko inasema nili neno ni upanga ukatao na kuwili. Sio wakati wote neno litakuwa linakufeva. Kuna wakati neno la Mungu litakueleza ya kwamba hii njia ni lazima utoke ili ukaweze kumwona Mungu. But wako wapi wao watu? Wako wapi hao watu wakuwaeleza ya kwamba hukumu iko kwa wale wanaotembea katika njia zisizompendeza Mungu? Ninaweza nikanena baraka kwako, ninaweza nikanena uzima kwako, lakini ndani yako kunao uzima ndani yako. Kwa maana hata kama nitanena kutoka asubuhi mpaka jioni, ikiwa hutakubali neno la Mungu likuchonge, likubadilishe, mimi nitakuwa ninajichokesha. But ninatafuta mtu mmoja atakaye kubali. Mtu mmoja atakaye kubali ninene na moyo wake. Niwaambie ya kwamba ni lazima sisi tulio ndani tukubali neno lituchonge. Ni lazima dhambi ziondoke kwetu. Ni lazima machukisho iondoke kwetu. Kwa maana huyu Mungu hakai katikati ya machukizo. Huyu Mungu hakai katikati ya dhambi. Huyu Mungu anakaa mahali ambapo pametengenezwa na watu wamekubali kwenda katika njia zake. Tuondoe vita kwetu, tuweke Mungu akaweze kutuongoza. Tuondoe manunguniko kwetu, ili huyu Mungu akaweze kuonyesha ukuu wake ndani yetu. Hawa mitume walifanya kazi ya Mungu, nao walimuona Mungu. Kuna faida ya kutumikia Mungu. Mara nyingi unapokuwa katika ndani ya wokovu, kitu ambacho unastahili kujua ni kwamba aliyekupa wokovu alishinda yote. Kwa sababu mara nyingi kurudi nyuma kwa mwanadamu inaanzanga na kufujwa moyo. Nawe unapofujwa moyo, unaruhusu hiyo roho ikubane na ingie ndani yako, na hiyo inaendelea kukufuja ile makali ya kutumikia Mungu. Kwa maana hata ukisikia mtu ametoka katika kazi ya Mungu, sio kwamba anarukanga siku hiyo ikawa ameiacha,
but anaanzanga kupunguza kile Mungu ameweka kwake. Unapata kama ni kumtumikia Mungu, ile bidii yako ya kwanza inaanza kushuka, na hapo ndipo unakuta ya kwamba ulitoka kwenye laini pasipo kujua. Na kwa sababu hicho ndicho shetani amekuwa akitafuta, naye anapata nafasi ya kuchip ndani, na hapo anaanza kupepeta maisha yako. Kile mimi ninayoamini na nitaishi kuamini ya kwamba mimi ni bora popote niendapo. Sikubali kufujwa moyo na neno la mtu awaye yoyote, kwa sababu ninajua ninaweza nikawa katika mlima, lakini bado niko na tumaini ya kwamba iko wakati huu mlima nitaumaliza. Hata kama utakuwa ni mkubwa na aina gani, ninajua iko siku inaweza nikawa kuna kitu ambaye ninaweza nikawa sielewi, lakini ninahitaji mtu kama Filipo anisaidie nikaweze kuelewa yale ambaye sielewi. Kwa maana yeye hakumfuja moyo, bali alimueleza na akamfundisha, naye akaelewa. Na hiyo ndio kutiana moyo katika Bwana. Wakati umeona kosa la ndugu yako ama dada yako, sio wakati wa kurash kumwambia kwamba wewe ulianguka, wewe huwezi. Chukua nafasi yako umweleze ya kwamba ni kweli hapa naona haiko sawa, but neno la Mungu ndio hili linaosema ya kwamba hata kama ni nyeusi, lakini atasifanya ziwe nyeupe. Kuna watu wanatuhitaji. Maandiko inasema Mwethiopia akaokolewa na akabatizwa, lakini baada ya kumaliza kubatizwa hakumuona tena Filipo, kwa sababu haikuwa kazi ya Filipo kuchukua utukufu. Utukufu ni wa mwenyewe. Kwa hivyo yeye alijua, ninafanya sehemu yangu, wacha Mungu naye atafanya sehemu yake, kwa sababu yeye ana ramani ya kila mmoja. Hakuna hata mmoja wetu ambaye hajabarikiwa. Nimekuambia kuingia kwa kile Mungu ameweka ni jinsi utakavyobeba huyo Mungu kwako. Huyu Mungu ukienda naye hata kazini, uende na Mungu mkuu katika kazi yako, hivyo ndivyo ambavyo itafanyika katika kazi yako. Kuhani wa nyumba hii amekuwa akisema ya kwamba hata nisipopata hapa, niko na kanisa ingine iko hapa juu. Na mtu aliye rohoni kuelewa ni kwamba hiyo kanisa hakuna kile unachohitaji kinaweza kosekana, ambapo hiyo ni kanisa iko ndani ya moyo wa mwanadamu, naye inajengwa kulingana na ule Mungu aliye ndani yako, ya kwamba ni Mungu asiyepungua. Hata kama kitu hakiko, yeye anasema hiyo kitu kiko, kwa maana tayari katika ulimwengu wa ndani yeye amekwisha kukiona. Kwa hivyo yeye macho yake hayaoni yale ambayo tunayeona, bali anaona zaidi ya kile tunachoona. Na hiyo itaingia kwa mtu ambaye atakayekana maisha yake, atakayekana vitu vyake, amwambie Mungu, mimi niko hapa nikuone. Kwa maana kuna watu ambaye
tunaowasoma katika haya maandiko, lakini tunapoingia ndani tunaona Mungu kwao. Inawezekana huko hawajaona Mungu wako. Hiyo isifanye ukaona kama ule Mungu wako kwako hana kazi. Mimi husema ya kwamba unaweza kosa kumuona leo, lakini kwa sababu ni Mungu aliye hai lazima utamuona. Kwa maana kile ninachoona katika macho yangu, adui zangu hawajaruhusiwa kukiona, kwa maana ni macho yaliyo na ungu ndani yake. Usitembee katika macho ya ulimwengu wa kawaida, nenda zaidi ya mtu wa kawaida, nawe hapo ndipo utakapoweza kuona Mungu. Kwa maana mara nyingi unaweza ukasema, wacha nishikilie ndugu yangu mkono tutembee na yeye, lakini the more unapoendelea, the more unasikia anakufuta nyuma. Jambo ninaweza kukuambia ni kwamba shikilia Mungu kwa mkono wako. Shikilia neno la Mungu kwa mkono wako, kwa maana ni Mungu asiyekufuja moyo. Ni neno linaokutia nguvu wakati umechoka. Kwa maana nimejaribu kutembea na vikundi, mara nyingi unakosa Mungu katika hizo vikundi. Unaweza jaribu kutembea na mtu, lakini unapotembea unakosa kuona huyo Mungu aliye ndani yake. Na mara nyingi unaweza kuwa na udhaifu kwa sababu ya kile unapotembea nacho. Kwa maana ukitembea na mtu aliyeshindwa, kama hautakuwa na misuli ya kutosha, kuna uwezekano akakurudisha nyuma. Kwa hivyo ni lazima tuangalie maandiko. Inasema wakafanya kazi kwa pamoja na kwa ushirika mmoja, na zaidi ya yote wakafanya kwa nia mmoja. Yaani nia yao ilikuwa ni kumtumikia Mungu, ni kuonyesha Mungu waliombeba, sio kile walichokuwa nacho, lakini ni kile ambacho Mungu alikuwa ameweka kwao. Kwa maana Mungu anapoingia kwako, ni lazima kule ije na wao waanze kuona mabadiliko katika maisha yako. Bati unakuta tuko na wokovu miaka 10 huko ndani, lakini hawana ushuhuda wa ule Mungu aliyeko ndani yako. Kwa maana ninaamini ushuhuda sio kwamba ni kuwa na fedha nyingi. Ushuhuda sio kwamba ni kuwa na uzito wa mwili, lakini ushuhuda ni kutangaza neno la Mungu popote ambapo unapoenda. Unawaambia kwamba Mungu anaweza. Hata kama niko hivi, lakini nataka nikuelezea kwamba Mungu anaweza. Bati kuna wokovu hautokangi kwa ule mlango, ya kwamba wokovu uko ndani, lakini ukitoka hakuna wokovu. Mara nyingi unapigia mtu simu, unamwambia my brother, Bwana Yesu asifiwe, mzuri. My brother, praise the Lord. Ulikuwa unasema nini? Kwa maana pale ambapo yuko hataki kujulikana ya kwamba yeye ni wa ndani, kwa sababu tabia zake sio za ndani, ni za kule nje. Kwa hivyo hatangazi ule Mungu aliye ndani yake. Ana hofu na ule Mungu, naye huyo Mungu kwa sababu umemlimit, naye atafanya kazi katika limitation. Lakini huyu Mungu ukimweka wazi popote uendapo, naye Mungu hata limit kukutendea na kufanya kazi kwako, kwa sababu anasema watakaye nionea haya nami nitawaonea haya.
Na kama atakuonea haya, hataweza kukubariki kwa sababu anaona haya pia yeye kukubariki. But tangaza msimamo. Maandiko inasema kama wewe sio moto na sio baridi, yeye atakutapika. Wacha wokovu wetu usiwe wa ndani. Wokovu wetu ukajulikane na hata na mataifa, ya kwamba hawa watu Mungu ako ndani yao, ya kwamba hawa watu wanatangaza Mungu wa ukweli, ili wakaweze kuzama ndani ya huo ukweli. Kusonga kwa Injili kutafunguliwa na wale walio ndani, wakikubali kufunguka na kushikilia kile kilicho ndani yao. Waseme mimi nina Mungu na nitamtangaza pasipokuwa na mipaka. Hata kama nimeingia, hata kama niko Yerusalemu, ni lazima niteremke Judea, ni lazima nisongeze, ili wajue kunaye Mungu anayeokoa na anayefungua. Tangaza ule Mungu aliyekuita. Ulimwengu uliupata utauacha, hakuna mahali utakaye kupeleka, lakini tunayo baada ya kutumika kama vile mitume walivyotumika, na sisi tunaiga kutoka kwao. Tunasimama tukisema Paulo alifanya kazi, Filipo alifanya kazi. Wako wapi hao watu? Wasimame waseme, huyu Mungu aliyetembea na wao ndiye ambaye niko na yeye. Hakuna Mungu wa Musa na Mungu wako. Hakuna Mungu wa Eliya na Mungu wako. Ule Mungu aliyetembea na Eliya, ule Mungu aliyeshusha moto, huyo ndiye Mungu tuliye naye mchana wa leo. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu, na zile nguvu alizotumia hasijawahi pungua katika maisha yake. Yeye ataachilia kile alichoachilia, vile alivyoachilia kwake, na hata kwako ikaachiliwe. Vile alivyosimama kwao, na hata kwako akasimame asubuhi ya leo. Yuko wapi mtu atakaye simama aseme, hata kama Nebukadneza ametangaza ya kwamba Mungu wa ukweli asitangazwe, mimi nitasimama kama Danieli, mimi nitasimama kama Shadraka, niseme liwao na liwe, lakini nitamtumikia huyu Mungu. Liwao na liwe, lakini mimi nitasonga, ili wakaweze kuona Mungu wangu. Kupitia kwa watu waliojua ni nini wanafanya, kupitia kwa watu ambaye hawakuwa na chuki na dada zao na ndugu zao, ambao walitaka, nia yao ilikuwa ni moja, kuonyesha ule Mungu anayemtumikia. Na hiyo ndio ilikuwa full stop kwao, ya kwamba ni lazima watamuona, ni lazima wataona Mungu wako. Walisema ya kwamba hawezi kusonga, walisema wewe huwezi kusimama. Simama uwaonyeshe ya kwamba ninatumikia Mungu, ninatumikia aliyeshinda mauti. Na hata ili mnaniambia siwezi, ili ni lidogo sana, kwa sababu aliingia mpaka kuzimu, akachukua funguo za kubarikiwa kwangu, akachukua funguo za uponyaji wangu. Nami oh my God, yuko wapi huyo mtu? Yuko wapi huyo mtu atakaye simama hawambia kwamba mimi ndiye ambayo niko? Halikuweko hawa kina Shadrach, lakini leo katika karne hii mimi ndiye niko, nikaonyeshe nguvu za Mungu katika maisha yangu. Wacha kuogopa sarakasi zao, wacha wao wakajue ule Mungu wako ndani yako. Wacha Mungu wako akapanuke ndani yako. Wacha Mungu wako akawe ni mkuu ndani yako,
Kwa maana the more jinsi alivyo mkuu kwako, ndivyo matendo yake itakuwa makuu katika maisha yako. Wakati wa kudumishwa katika wokovu, wakati wa kudumishwa katika nyumba ya Mungu umepita. Ni wakati wa kumwambia Mungu, shuka ili udhibitishe ya kwamba ni wewe uliyetutuma, ni wewe uliyesimama nasi, na wakashuhudia ukuu na nguvu za Mungu. Kunahitajika mtu kama wewe. Mwambie mwenzako, mimi niko hapa.